Tuzo za Grammy za mwaka 2026, moja katika tuzo ambazo zinaonekana zitakuwa na complication kubwa sana, lakini pia competition ambayo itaweza kutokea pale kati ni competition kubwa sana kwa sababu ya zile ngoma ambazo zimeweza kukusanywa na baadhi ya wasanii ambao ni wakubwa zaidi, ni miongoni mwa wasanii ambao wanajulikana kwa kutoa ngoma kubwa zaidi, hit. Zile back to back zimekuwa kubwa, zile back to back zimekuwa nyingi, lakini pia ameweza kuhusika katika ngoma ambazo zimeweza kufanya vizuri worldwide. Nao pia wameweza kukusanya ngoma zao pale, then kuonesha ile nia ya kutaka kuwa miongoni mwa wasanii ambao wanakwenda kugombania zile nafasi za kushinda tuzo hizo. Tuzo za Grammy ya mwaka 2026 ambazo zitakwenda kufanyika pale California pamoja na Los Angeles nchini Marekani tarehe 1 Februari ya mwaka 2026. Lakini kipindi hiki ni bado wasanii wapo katika zile harakati za kuweza kukusanya zile ngoma zao ambazo zitaingia katika kinyang'anyiro cha kuchukua tuzo hizo. Sasa kwenye listi ya ngoma 5 kubwa ambazo zitakwenda kuwania tuzo hizo, kwa sababu mfano katika kipengele cha Best African Music Performance ni moja katika kipengele ambacho kimeshiba ngoma kali kubwa, kimeshiba ngoma ambazo zina competition kubwa sana, akiwepo mwanamuziki Diamond Platnumz pale kati, akiwepo mwanamuziki Asake kutoka pale nchini Nigeria, lakini pia akiwepo Burna Boy, akiwepo Rema, moja katika wasanii wakubwa zaidi. Lakini pia cha kushangaza na kikubwa zaidi, atakuwepo pale mwanamuziki Wizkid ambaye ameweza kuingiza moja katika ngoma ambazo kwa sasa zinafanya poa sana. Sasa na yeye pia ameweza kuingia katika hii listi ya wasanii ambao wameweza kupeleka ngoma zao ili kuingia katika kinyang'anyiro cha kuchukua Grammy. Sasa miongoni mwa ngoma ambazo zitakuja kuingia katika kipengele cha Best African Music Performance ni akiwepo pale mwanamuziki Diamond Platnumz, ambapo imeweza kukusanya ngoma ya Law ambaye ameweza kuhusika pale mwanamuziki Diamond Platnumz pamoja na CR, ambayo hii ipo katika album ya mwanamuziki CR kutoka pale nchini Marekani ambayo inajulikana kama Sisi. Sasa ngoma ya Law ni moja katika ngoma ambazo zinajulikana sana, ni moja katika ngoma ambazo zimekuwa zikichezwa sehemu mbalimbali, ni moja katika ngoma ambazo imeweza kutembea mbali zaidi kutokana na the way ambavyo mashabiki wameweza kuipokea, lakini pia ile brand kubwa ambayo anayo mwanamuziki CR kutoka pale nchini Marekani. Lakini so hiyo tu, itaweza kuhusika ngoma kwake Asake kutoka pale nchini Nigeria ambayo inajulikana kama Why Love, moja katika kazi ambazo watu wanazifahamu kutokana na zile the way ambavyo inatembea kwa speed sana, the way ambavyo imekuwa impressive kuwavutia watu wengi sana kuweza kusikiliza. Lakini pia itahusika ngoma ya kwake Kela, moja katika kazi ambazo zimeweza kutembea sana kipindi cha hapa katikati na kuwa na challenge mingi sana pale TikTok pamoja na Instagram, ambayo inajulikana kama My Darling. Na tulishuhudia kuna time fulani hivi ambayo mwanamuziki Diamond Platnumz alikuja kuweka verse zake na kufanya remix ya hii ngoma, moja katika vitu ambavyo vilikuja kuchukua attention kubwa sana, kwa sababu ile verse ambayo aliweza kuiweka Diamond Platnumz ilikuwa ni noma sana mtu wangu, mpaka zikatokea ile michongo kwamba usimruhusu Diamond Platnumz aweze kuzima beat, kwa sababu akizima beat kinachofuata ni kitu kikubwa zaidi, na ni lazima kwenye hiyo ngoma atakuzima hata kama ngoma ni ya kwako. Moja katika michongo ambayo ilikuwa na sitofahamu nyingi sana pale kati, kuonesha kwamba ni kitu gani ambacho kinafuata baada tu ya mwanamuziki Diamond Platnumz kuweka verse zake kwenye ngoma ya Kela ambayo inajulikana kama My Darling. Lakini pia miongoni mwa ngoma ambazo zipo katika kipengele cha Best African Music Performance ipo ngoma ya Davido pamoja na Omah Lay, ngoma ambayo inajulikana kama With You. With You ni moja katika kazi ambazo zimeweza kutamba sana hapa kipindi cha katikati na kuonesha kwamba ni moja katika ngoma zimekuwa na mapokezi makubwa, lakini pia watu wengi wameonesha kupendezwa sana na hii ngoma. Sasa nayo pia ipo katika kipengele cha Best African Music Performance, kipengele ambacho ni kizito sana kwa sababu kuna ngoma nyingi ambazo zimeweza kushiba na kuna ngoma nyingi ambazo zimeweza kukaa kibabe. Lakini pia ipo ngoma ya Wizkid pamoja na Olamide wakiwa wamemshirikisha Dako, ngoma ambayo inajulikana kama Billionaire Clubs, moja katika kazi nzuri kabisa ambayo pia itahusika pale kati. Ipo ngoma ya Rema ambayo inajulikana kama Baby It's a Crime, lakini pia ipo ngoma ya kwake Ayra Starr pamoja na Wizkid, moja katika kazi ambazo hapa kati zimekuwa na tension kubwa sana, inajulikana kama Gimme That.
na bila ya kusahau ngoma ya kwake AY Master pamoja na Harmonize kutoka hapa nchini Tanzania ambayo inajulikana kama Simoni. Sasa ukiangalia hii list ya hizi ngoma ambazo zipo katika kipengele cha Best African Music Performance, ni ngoma ambazo ni nzito, ni ngoma ambazo kila ngoma imekuwa na ushawishi mkubwa sana. Kila ngoma imeweza kubeba watu wengi ambao wameweza kuipokea kwa mapokezi makubwa sana, lakini pia kwa mihemko mikubwa ambayo imefanya ziweze kuwa kubwa zaidi. Sasa ukiangalia katika ngoma ya Simoni kwake AY Master pamoja na mwanamuziki Harmonize, ni moja katika kazi ambazo kwa hivi karibuni zimekuwa zikisikilizwa kwa spidi kubwa sana, na tumemwona mwanamuziki AY ambapo amekuja kutoa shukrani nyingi sana za dhati baada tu ya kuona kwamba ngoma yake imeweza kuhusika katika listi ya ngoma ambazo zitakwenda kuwa kinyang'anyiro cha tuzo za Grammy. Moja katika vitu ambavyo kwake AY ameona kama ni vitu vikubwa zaidi, lakini pia imekuwa na impact kubwa sana katika game ya muziki wa Bongo Flava na muziki wa East Africa. Sasa ukiangalia the way ambavyo hii list ya hizi ngoma ilivyoweza kushiba, ni kitu ambacho kinaonesha kabisa kwamba kutoka na Grammy hapa inawezekana ni kitu kigumu sana, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakihisi ya kwamba inawezekana, kwa sababu listi imeweza kujaa watu wakubwa zaidi, wasanii wakubwa kama kina Shaki, wasanii wakubwa kama kina Wizkid, wasanii wakubwa kama kina Rema. Moja katika vitu ambavyo kwa Bongo hapa watu wanafikiria kwamba inawezekana mwanamuziki Diamond Platnumz ambaye ameweza kukusanya ngoma yake ya Law, ambaye ameweza kushirikishwa na mwanamuziki CR kutoka pale nchini Marekani, inawezekana tusitoke na kitu chochote. Lakini pia mwanamuziki Diamond Platnumz amekuwa akihusika katika tuzo mbalimbali hapa Afrika ambazo zimekuwa na impact fulani hivi katika game yake. Ukiangalia katika tuzo za Youth in Africa ya mwaka 2025, ni miongoni mwa wasanii ambao wameweza kutajwa kuwa wakihusika katika vipengele mbalimbali. Moja katika tuzo ambazo pia zimekuwa na debate kubwa sana kuonesha kwamba ni kitu gani ambacho kinakwenda kuhappen, kwa sababu mwanamuziki Diamond Platnumz amekwenda kupangwa na wanamuziki wakubwa zaidi, wanamuziki ambao wanafanya poa zaidi katika industry ya muziki wa Afrika. Sasa katika kipengele cha legendary artist ameweza kuhusika mwanamuziki Diamond Platnumz akiwa pale na wapinzani kadhaa kutoka katika bara la Afrika, ambapo tunamwona pale Fally Ipupa, tunamwona pale mwanamuziki Burna Boy, lakini pia yupo Cindy Sanyu, lakini pia yupo Tyler, yupo na Shatta Wale. Moja katika wasanii ambao wanaonekana kufanya poa sana katika industry za muziki wa Afrika. Tumeona wakiwa wanafanya vitu vikubwa zaidi, ngoma zao zikiwa na tension kubwa, wakiwa watu wana mihemko mikubwa sana ya kuweza kuwasikiliza. Sasa kwenye hii list ya hawa wasanii ambao watakwenda kuhusika hapa katika kipengele cha legendary artist, kuna baadhi ya wasanii ambao watu wamekuwa na kigugumizi kikubwa sana nao kuonesha kwamba inawezekana vipi mwanamuziki Diamond Platnumz akaweza kutoboa mbele ya wasanii hao. Mfano kama mwanamuziki Burna Boy kutoka pale nchini Nigeria, lakini pia na mwanamuziki Fally Ipupa. Lakini kutokana na ile kwamba Fally Ipupa ana kipindi kirefu zaidi katika industry, anaonekana hayupo ile indipo, zile back to back zimeweza kupungua. Lakini kwa upande wa mwanamuziki Burna Boy imekuwa kuna kale kigugumizi fulani hivi, watu kuhofia kwamba inawezekana mwanamuziki Diamond Platnumz asiweze kutoboa mbele ya msanii Burna Boy. Sasa mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment, unahisi ni kitu gani ambacho kinaweza kikamfanya mwanamuziki Diamond Platnumz kuweza kutoboa, ukiachana na hii list kubwa ya wasanii wakubwa ambao wapo katika kinyang'anyiro cha Grammy ya mwaka 2026 ambayo itakwenda kugawiwa pale tarehe 1 Februari, ambapo kufikia tarehe 7 mwezi wa 11 basi inatakiwa iwe kwenye ile listi ziwe ngoma 5 tu ambazo zinakwenda katika kinyang'anyiro hicho. Lakini kwa sasa zimeweza kukusanywa ngoma nyingi ambazo zipo katika competition kubwa zaidi katika kuhakikisha kwamba kila msanii anakwenda kupeleka ngoma yake pale na kushinda tuzo za Grammy. Mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment, unahisi ni kweli mwanamuziki Diamond Platnumz anaweza katoboa na tukaokota kweli tuzo ya Grammy ama ni aje? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa G2 One Time, G2 One TZ official Genius, na hii hapa ni G2 Media.